Haleluya, haleluya. Nilipokuwa mtoto niliwaza kama mtoto, na nilipokuwa mkubwa sasa nawaza kama mkubwa. Nilipokuwa mtoto nalisoma neno la Mungu kama mtoto, lakini sasa nakuwa mkubwa napaswa kusoma upya neno la Mungu. Sikiliza mpendwa mtazamaji, ni kwamba katika channel hii ya The Messenger Tanzania, hapa tuko kwa ajili ya kusoma neno la Bwana kama watu wazima, amen, si kama watoto wachanga tena. Leo tunaenda kuendelea na mfululizo wa masomo yetu ya Yeriko 2030, tukiangalia ya kwamba tayari tumeona jinsi Yeriko ulikuwa mji wa Mungu mwezi, jinsi ambavyo Yeriko ulikuwa ni mji wa kunukia, the city of palm trees. Ulikuwa ni mji wa kunukia, wa maperfume. Ulikuwa ni mji wenye ibada za sanamu za kutisha, na tukaona ya kwamba lazima Mungu anene kwa kuondoa baraka ambazo wanadamu walikuwa wamepewa kisha kuzitumia kwa ajili ya kumwabudu nani? Shetani. Tukajifunza ya kwamba lazima kutakuwa na anguko la uchumi mbaya zaidi kuliko COVID katika miaka hii ambayo tuko nayo 2025 na kuelekea mbele. Tutashuhudia mambo makubwa ya kutisha yakiendelea na kutokea katika pande kadhaa za dunia: vita, matetemeko, njaa na kadhalika, na dhoruba mbalimbali, ajali za kutisha zikitokea, ili Mungu adhihirike ya kwamba anahitaji watu back to him, anahitaji watu warudi kwake. Leo tunaenda kuendelea, mpenzi mtazamaji. Leo tunaenda kuangalia nini? Aya, fungua basi kitabu cha Waebrania sura ile ya 11, ndipo tutapoenda kuanza neno la Bwana. Lakini nataka nikwambie kitu. Leo tunaenda kuangalia somo gani? Somo la leo linaitwa raundi 7, mzunguko 7. Walizunguka mara 7, walizunguka mara 7, kama ambavyo waimbaji wamesema ya kwamba walizunguka mara 7, mara 7 wakazunguka. Si hivyo tu kuzunguka, walikuwa na maana zaidi ya kuzunguka. It was not just a circulating of the cycle. Ilikuwa ni jambo kubwa linaloendelea kwenye ulimwengu wa kiroho, mpendwa. Kwa hiyo lazima tusome kama watu wazima. Ndio maana kuna watu wanasema ya kwamba Mungu amesema hakuna siku wala saa, lakini Mungu huyo ndiye ambaye ametoa saa. Kuna watu wanasema ya kwamba hakuna kupanga mwaka. Ndiyo, nabii alisema hakuna kupanga mwaka wa kuja kwa Yesu, lakini nabii huyo alisema miaka 6000. Kumbuka ya kwamba ni Biblia ile ilisema kwamba hapata kuwa na wakati baada ya hapa. Ufunuo 10 fungu la 6 na la 7. Lakini ni Biblia hiyo ilisema isipokuwa kutakuwa na wakati kwenye sauti ya malaika wangapi? Wa 7, atakapokuwa tayari kuipiga ile tarumbeta ya 7, ndipo siri ya Mungu itamalizika. Ndipo siri ya Mungu itamalizika. Ina maana kumbe kuna unabii wa wakati utakuja. Hilo litakuwa ni the next itakuwa. Lakini leo tunaenda kuangalia mzunguko 7 ya kuzunguka Yeriko una maana gani katika maisha yetu na katika dunia hii na siku za mwisho. Round 7 round, mara 7 zunguka. Tarumbeta 7, walikuwa na tarumbeta 7, nguzo 7, siku 7 na shangwe kuu. Hebu somo linaitwaje? Linaitwa round 7, tarumbeta 7, nguzo 7, siku 7, shangwe kuu, great shout. Leo tutaenda kuangalia, mpendwa, usikose kusikiza. Na ukiona mahali umeandikwa part 1, part 2, usisikilize part 1 tu, alafu part 2 usisikie. Yaani utamisi vitu. Kwa hiyo kama kuna uliskip huko nyuma, mnafuatilia kabisa. Yaani part 1 2 unafuatilia kinaga ubaga. Unakuwa na nini? Unakuwa na daftari, unakuwa na notebook na kalamu. Vivyo hivyo tutaenenda na mpaka tutajua ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Biblia inasemaje? Biblia katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani ni kufanya nini, mpendwa? Ni kuwa na hakika, assurance ya mambo unayotarajia, the things hoped, vitu unavyovitarajia uwe na uhakika navyo. Hiyo ndiyo imani. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kuwa na bayana ya mambo ambayo sasa huyaoni. Sasa ndipo utajua ya kwamba ilikuwaje Yeriko ukadondoka. Mpendwa, ambatana nami katika kitabu cha Waebrania 11 fungu la 30. Inasemaje? 11:30 Waebrania, neno la Bwana linasema, kwa imani
kuta za wapi? Za Yeriko. Kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka. Zilipokwisha kuzungukwa siku ngapi? 5? Hapana. 4? Hapana. 3? Hapana. Siku ngapi? Siku 7. Kwa nini? Kwa imani. Siku ngapi? 7. Kwa nini? Kwa imani. Siku ngapi mama? Siku 7. Kwa nini? Kwa imani. Zingekuwa 7 halafu hakuna imani, hazingeanguka. Ndivyo ambavyo katika maisha yako, usipoweka imani katika siku hizi za mwisho, ukaweka tu matendo, ukaenda siku ya Sabato kanisani, lakini hauna imani nayo, huna imani na Bwana, hufanyi kitu kwa imani kwamba unafanya kwa sababu unaamini, basi itakuwa ni bure. Babeli utakumeza, hautaanguka. Maana pasipo imani hatuwezi kumpendeza mpendwa. Ninakualika ya kwamba ujue Yeriko ulianguka kwa sababu ya imani. Na imani ile ilikuwa sio ya wana wa Israeli wote, lakini kulikuwa na representative commanders. Kulikuwa na wale makamanda wa Krishi ambao tunasema ya kwamba Biblia inasema walikuwa ni 7. Walikuwa wangapi? Wako 7. Wakiwa na tarumbeta ngapi? 7. Na wakazunguka siku ngapi? 7. Hivyo inatuambia ya kwamba Mungu akisema fanyeni hivi mara kadhaa, mfanye hivyo. Ndio maana leo tunaambiwa kwamba tumeambiwa hubiri ujumbe wa malaika watatu. Wengine wanasema hubiri wa kwanza tu, wengine wanasema hubiri wa pili tu, wengine wanasema hubiri wa tatu tu. Yaani jamani wapendwa, tunafanya mistake. Na Babeli ili kuangusha kunahitajika tufanye exactly kila ambacho Mungu amesema. Lazima tufanye kikamilifu. Kwa hiyo tunapofanya nusu tunajihakikishia kwamba tutafia nyikani. Tutafia hapa wapi? Kwenye hii nyika. Wakati tu mwaka jana, sijui mwaka juzi, tulijifunza kule kwenye mahubiri ya net event kule Morogoro. Ulikuwa nini? Kahama net event ilikuwa yatosha wapi? Jangwani. Lakini watu wa Mungu bado tunang'ana wapi? Jangwani. Hatufuati nini? Masharti. Kama unabishi, sikiliza somo hili mpaka mwisho. Tuone kama tunazingatia masharti. Mpendwa, hata mimi mwenyewe ninapohubiri hapa, ili somo nilipomaliza kuliandaa, niliona ya kwamba sistahili hata kulihubiri, kwa sababu ninajikuta na ile kauli ya mene tekeli na peresi. Yani ninaperea mpendwa. Na wewe je, uko kamili? Twende tuombe, kisha tuombe Roho Mtakatifu atupe macho ya kuona hizi raundi 7 zilimaanisha nini? Tarumbeta 7 zilimaanisha nini? Nguzo 7 zinamaanisha nini? Siku 7 zinamaanisha nini? Nini maana ya ile shangwe kuu ambayo waliambiwa wana wa Israeli? Ya kwamba siku zile za kuzunguka mara ya kwanza waliambiwa nendeni msifanye kelele yote. No, and don't make any noise. Zile siku 7 za mwanzo waliambiwa don't make any noise. Hakuna kupiga nini? Sauti, wala sauti kuu. Hapana. Fanya quiet, kimya. Lakini siku ile ya 7 walipozunguka mara 6, ile mara ya 7 Joshua akawaamuru, sasa pigeni shangwe. Wakafanya nini? Shangwe. Nini maana yake? Bwana atufunulie katika siku ya leo wapendwa. Ninabarikiwa sana unapoendelea kushare na ndugu zako, kwa sababu unawafikia wale ambao mimi nisingewafikia. Unawafikia watu ambao huenda wakafika mbinguni kwa mgongo wa nani? Kwa kupitia punda wa Yesu. Nani? Hata huyu the messenger TZ ni punda mbebaye Yesu. Anaweza mtu akafika mbinguni kwa sababu ya ujumbe wa leo. Mungu akubariki sana. Ninaomba mwashare hata watu ambao si wa Adventista wa Sabato wasikie nini maana ya raundi 7, tarumbeta 7 za Yeriko. Tuombe kisha Bwana akatufundishe maneno makuu. Baba yetu wa mbinguni, tunakutukuza na kushukuru kwa sababu wewe ni neema kwetu. Wewe ni mkombozi wetu. Wewe ni kila kitu kwetu. You are everything. You are all in all. Tunakuheshimu, tunakucha wewe, tunakutukuza wewe. Tunaomba Bwana tusamehe kwa sababu sisi ni wapungufu na wenye dhambi. Tunaomba malaika zako washuke mahali hapa nilipo, waweze kunisaidia kwa sababu mimi si kitu bali ni chombo kichakavu, chombo kisichostahili. Lakini wewe Mungu ambaye hunena kwa wanadamu, nena basi kupitia kinywa changu, ukanitakase kwa kaa la moto toka mbinguni. Utukufu wako uweze kufunika, na hata mtazamaji endelea kumtia nguvu, ukitupatia ushindi wa dhambi, kwa sababu hatupendi kuomba msamaha kila wakati, bali tunahitaji ushindi, na ndo
hitaji letu kuishi maisha matakatifu. Soma nia ya mioyo yetu Bwana, ukabariki nia zetu. Hatimaye tukavuke na kuangusha Yeriko siku za mwisho. Hatimaye tukavuke na kuingia kwenye nchi ya ahadi. Kama vile Musa alivyoingia katika mbingu, nasi twatamani kuona utukufu wako Baba. Kama ambavyo Musa aliona utukufu wako Sinai, na sisi tuna kiu ya kufisha. Kiu izidio kiu, kwa sababu ya kuonea na kukondea nyua zako, kama Daudi alivyosema ya kwamba ninazikondea hema zako Bwana. Ninazikondea mbingu, nazikondea ahadi zako ambazo umetupatia. Naamini wapo wengine Bwana wanaosikiliza wanakonda kwa ajili ya mbingu, wanahitaji na kulia kwa ajili yako Bwana. Tunahitaji, tumekumisi Baba yetu. Hatujawahi hata kukuona uso kwa uso, lakini haja zetu na mioyo yetu inatamani kukuona Mungu wetu. Tunaomba Yesu tusaidie, tubebe na kutunyanyua kwa imani, hata nasi tukaone utukufu wa Baba yetu. Tunaomba katika jina lake Yesu Kristo. Ongoza fikra zangu, ubongo wangu wa mbele, ukaongoze kwa Roho yako Mtakatifu. Hatimaye tukaijue kweli na kweli kutuweka huru. Nguvu zako za tosha, na damu ya Yesu ina nguvu kumshinda ibilisi na giza lake atoke na kwenda mbali. Tunaomba Bwana utawale wewe mioyoni mwetu, na hatimaye katika utukufu wote. Ni katika jina lake Yesu Kristo. Amen. 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 Haleluya. Bwana asifiwe. Basi tuende kwenye somo letu. Fungu hapa linasema katika Waebrania 11:30, tunasema kwamba by faith the walls of Jericho fell down. Namba 1, tunaambiwa kwamba kwa imani ukuta wa Yeriko ukaanguka. Imani, kumwamini Mungu ndio kitu cha msingi zaidi. Kumwamini Mungu ni kila kitu katika maisha yetu. Imani, kuwa na hakika na kile Mungu anasema, kuogopa kile Mungu amesema, kuwa na imani nacho ndicho kitu kinachowezesha mambo yote. Ngoja nikwambie kitu. Katika kitabu cha Ufunuo 14, ujumbe wa malaika watatu, mwishoni kabisa, katika ule Ufunuo 14:12, anataja mambo matatu, lakini haya matatu moja ndiyo kubwa zaidi. Anasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Cha kwanza ni nini? Anasema katika Ufunuo, anasema ya kwanza, anasema ni subira ya watakatifu. Subira ya watakatifu. Kisha anasema hao wazishika amri za Mungu. Amri za nini? Amri za Mungu. Amri za Mungu zikiwa namba 2. Namba C, anasema na imani ya nani? Ya Yesu. Vitu vingapi hivi? Vitatu. Hivi vitatu vinategemea moja. Vinategemea ngapi mpendwa? Moja mpendwa. Kwa sababu usipokuwa na imani na Mungu, hutashika hizi amri zake. Kama huna imani na Mungu, hutaweza kuzishika amri zake. Ni ngumu sana kuzishika amri za Mungu kama huna imani naye. How can you obey the one you don't trust? Utamtii vipi mtu ambaye humjui wala humwamini? Ina maana kwanza imani kwanza. Pia utashindaje dhambi pasipo imani? Imani ni kila kitu. Na imani ikijaribiwa ndio inazaa subira. Kwa hiyo imani inazaa huyu. Imani inazaa subira. Imani inazaa utii. Imani is everything. Faith of Jesus. Imani ni kila kitu wapendwa. Maana kwa imani Yeriko ulianguka. Hakikuwa kitu kingine tena. Katika maisha yako mambo mengi yanaferi kwa sababu ni imani kwa Mungu na kwa Yesu iko very low. Iko battery low mpendwa. Iko battery low. Inahitaji kuchajiwa. Inachajiwa kwa nini? Kwa kusikia. Maana imani haiji ila kwa kusikia nini? Neno la Mungu. Sasa kusikia, kama usiposikia maneno ya kutia nguvu na imani hai, itakuwaje? Ufunuo 1:3 inasema heri wale wayasikiao na au kuyasoma maneno ya kitabu hiki, maana wakati ukaribu. Kuna kusikia, kuna kusoma mwenyewe. Kafanye nini? Kachukue Biblia, soma neno la Mungu mwenyewe, utapata imani. Kwa hiyo patience of the saints, subira ya watakatifu, inategemea imani ikijaribiwa ndio inazaa subira. Maana imani ya mtu heri yule mtu ajaribiwae. Maana imani yake inapojaribiwa
itakuja nini? Atakuja kupokea nini? Taji yake. Amen. Hivyo ndivyo hayo mambo. Katika mambo matatu, the third is the greatest. La tatu ndio kubwa zaidi. Imani inahitajika katika siku za mwisho. Imani ya baba zetu. Imani ya mababa zetu. Without faith ye cannot obtain victory over sin. Pasipo imani hatuwezi kupata nini? Ushindi wa dhambi, mpendwa. Warumi 3:3 inasemaje? Warumi 3:3. Warumi 3:3 tusome, mpendwa. Warumi naye wanaandikiwa, Warumi sura ya 3 na lile fungu la 3 tunaambiwa imani ni nini? Imani ni nini? Imani inasema Warumi 3:3. Warumi 3 fungu la 3. Biblia inasema ya kwamba ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Ikiwa baadhi yao, hata miongoni mwa watu wa Mungu, ikiwa baadhi yetu hatuamini ya kwamba Yesu anarudi, ikiwa baadhi yetu hatuamini kwamba tunatakiwa kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, ikiwa baadhi hatuamini juu ya matengenezo ya afya, ikiwa baadhi hatuamini kama huu ujumbe tunaohubiri ndio sahihi, ikiwa baadhi hatuamini habari ya kwenda mashambani, ikiwa baadhi hatuamini kwamba mwisho huu karibu, ikiwa baadhi hatuamini ya kwamba upapa ndiye mpinga Kristo, ikiwa baadhi hatuamini ya kwamba Yesu anaweza kutuokoa, ikiwa baadhi hatuamini Sabato ni pumziko la Bwana, itakuwaje? Yeriko taanguka kwenye maisha yako. Unaweza ukaanguka kwa wengine, lakini kwako ukabaki kuwa ukuta. Maana hata wale wengine waliposhuhudia ule ukuta umedondoka, mioyo yao bado kulikuwa na ukuta wa Yeriko. Ndio maana kuna wengine walikuja kuiba nini? Wakaiba mavazi ya Babeli na dhahabu wakaficha. Akina nani? Akina Kola. Sasa mambo yako hivyo. Sasa tutaona mambo haya zaidi. Kwa hiyo isipokuwa wengine hawaamini, je, kutokuamini kwao kutaubatili uaminifu wa Mungu? Mungu atabaki kuwa mwaminifu. Mungu aonekane kwa amini, na hasha, Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili ijulikane kuwa una haki katika maneno yako, ukashinda uingiapo katika hukumu, ya kwamba Mungu yeye atabaki amina. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili 10 inasemaje pia? Wakorinto wa pili 10, Wakorinto wa pili sura ile ya 10 na fungu la 15 inasemaje? Mpendwa, fungua na wewe Biblia yako. Wakorinto wa pili sura ya 10 na mstari wa 15, neno la Mungu linasemaje? Fungu la 15, Wakorinto wa pili 10 inasema, wala hatujisifu zaidi ya kadri yetu, yaani katika taabu za watu wengine, bali tukiwa na tumaini ya kwamba imani yenu ikuwapo. Mungu anasubiri kitu gani ili aje? Yesu aje, anasubiri kitu gani kikue? Imani yetu ikuwapo, tutakuzwa kwenu kwa kadiri ya kipimo chetu, na kupata ziada, hata kuihubiri Injili katika nchi zilizo mbele kupita nchi zenu. Tusijisifu katika kipimo cha mtu mwingine kwa mambo yaliyokwisha kutengenezwa, lakini yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana. Maana mtu mwenye kukubaliwa si yeye ajisifuye, bali yeye asifiwaye na Bwana. Tunaambiwa ya kwamba tujue ya kwamba tunahitaji imani zetu kukuzwa kufikia kipimo cha juu ambacho mbingu zinasubiri, ili tuweze kwenda kuhubiri hata nchi zilizo mbele yetu. Bwana asifiwe. Na hapo tunaambiwa kwamba baada ya kuwa na imani tusijisifu. Maana inaitwa imani ya nani? Ya Yesu. Ni imani yani ya kukopa, ni imani ya kupewa. Gifti hii hapa inaitwa the gift, inaitwa ni karama ya imani, karama ya Roho. Maana kama una Roho Mtakatifu una imani, kama una nini? Roho Mtakatifu huna nini? Imani, mpendwa. Hata huwezi kuona dhambi, hata huwezi kuona chochote, wala huwezi kuyaelewa haya maandiko ukiwa nini? Huna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nini shida kwa kanisa? Nini shida kwa Ukristo? Nini shida kwa ulimwengu? Roho wa Bwana amepungua, na hivyo taa zinazima, mpendwa. Sasa itakuwaje? Tumeambiwa hapa watu watashinda kwa imani, na kama hawaamini, hata wakizunguka mara 10,
mara 20. Ndio maana walishinda kwa sababu waliamini, na waliokuwa frontliners, waliokuwa mbele zaidi, walikuwa ni watu wenye imani, hawana mchezo ya Mungu. They don't guess. Ni watu ambao hawagesi, hawabahatishi. Habari ya Mungu wakisema ya Mungu wanakuwa na uhakika. Ni habari ambayo wakiambiwa hivi ni hivyo. Sio watu wa kusema inaweza kama ambavyo leo watu wanasema kama inaweza miaka 6 ikawa ni sahihi. Inaweza isiwe. You don't have assurance. Watu ambao hawana assurance na kile Mungu amesema, hao ni kama mtu aliyejenga juu ya mchanga wa bahari, kwa sababu hao watafanyeje? Watatikisika tu, kwenye mafuriko watazorewa. Mpendwa, tunaomba Bwana atusimike kwenye juu ya nini? Ya mwamba, ili kwamba tuweze kufika vizuri kwa ushindi. Bado tunaambiwa ya kwamba je, tukiwa na mashaka hayo, tutafika kweli kwenye Yeriko na kuangusha? Ambao Yeriko leo ni nini? Na Babeli, mji wa Babeli ambao umekuwa kikwazo kwa mataifa. Hata watu wanashindwa kumjua Mungu, maana wanakula unga wa Babeli, wanakula elimu za Babeli, na Yezebeli ameshakuwa madamu. Na bado kwa kuwa Roho Mtakatifu amepungua kwao, hawaoni kabisa. Katika Waebrania 11:6 inasema, je, itawezekana kumpendeza Bwana pasipo kuwa na imani naye? Inasema, but without faith. King James Version inasema, lakini pasipo imani, it is impossible to please him. Haiwezekani kabisa kumpendeza yeye. For he that comes to God must believe that he is. Kwa maana yeye ajaye kwa Mungu lazima aamini ya kwamba yeye ndiye, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Na yeye wajue kwamba yeye ndio mpaji wa wale ambao wanamtafuta yeye kwa bidii. Imani na bidii. Bwana asifiwe. Haya, twende kwenye Yoshua 6. Tuone hao watu wa Mungu walifauluje mpaka mji ukabomoka. Tena unasema kwamba ule ukuta ulikuwa umejengwa imara, ulikuwa mnene, ulikuwa wa madini, ulikuwa imara, lakini ulipromoshwa kwa imani. Hapakuwa na nyundo ilienda kugonga Yeriko kama vile tunatumia nguvu kushindana na dhambi. Mpendwa, wengine wanafunga mpaka wanakonda wakitafuta ushindi wa dhambi. Wengine walithubutu hata kuchukua fimbo, akasema leo nikitenda dhambi nitajichapa. Wanajichapa. Lakini ndugu yangu, dhambi hatuwezi kuishinda kwa vile unavyofikiria, kwa matendo, kwa kujichapa fimbo, kwa namna yoyote hatutaweza. Hii kitu inatakiwa iangushwe kwa imani, by faith of Jesus. Ni kwa imani ya Yesu, imani aliyokuwa nayo Yesu, imani ambayo inakuja kwa Roho Mtakatifu tu, si kwa fikra ya mwanadamu. Katika Yoshua 6 twende haraka. Kuna mambo mengi sana tunatakiwa tujifunze katika kipindi hiki cha saa moja. Yoshua sura ya 6 inasemaje kwa Biblia yako? Joshua 6 inasema maneno yafuatayo: kwa imani tutashinda. Amen. Basi Yeriko, basi mji huu unaitwa Yeriko, ambao tulisema nini maana yake? Yeriko maana yake nini? The city of Moon God, mji wa Mungu mwezi. Mji wa nini? Wa ibada za Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ndio ulikuwa Yeriko. Mji huu wa Yeriko ulikuwa ndio mji wa kusikia kengele. Unasikia nyimbo zinasema kwamba Shemiramisi, Mama Maria. Ndivyo ilikuwa hivyo Yeriko. Unasikia kengele, utasikia minini? Misikiti. Lakini Yeriko ulikuwa umekosa ibada moja. Ibada ngapi? Moja. Inaitwa nini? Sabato ni nzuri Bwana, Sabato ni nzuri. Ule wimbo Yeriko au kusikika. Ila nyimbo zingine hizo Allahu Akbar zilikuwepo Yeriko. Hata zile nyimbo nyingine tukupeni Mungu wangu, hizo za Maria zilikuwepo. Akiwa Astoresi na maashera yalikuwa yamejengwa pale. Ibada kuu ya Mungu mke ilikuwa pale imesimikwa, na maikoni ya Mungu Moki na nyota zilikuwa pale. Miungu ya samani ya sanamu mbalimbali walikuwepo. Hata waganga wa kienyeji walikuwepo Yeriko.
Lakini leo Yesu anatuita ya kwamba waganga wamrudie nani? Mungu wa Sabato. Na hata washirikina wamrudie nani? Mungu wa Sabato, kwa sababu hamuna Mungu mwingine atakayefufua waliokufa. Hakuna Mungu mwingine ambaye atakomboa bibi zako na babu zako ambao wamelala. Sijui walilala kwa imani, maana tumeambiwa kwamba imani ndio kila kitu. Sasa kama hawakufa kwa imani katika Bwana, basi habari ni mbaya. Tengeneza mambo yako mpendwa, tengeneza mambo yako. Joshua alipofika kwa Yeriko, kwa mji huo wa Yeriko, kumbuka ya kwamba alituma wapelelezi kwanza. Hilo la wapelelezi tutafata hilo somo, tunaliluka. Na habari ya yule kahaba aliyesikia neno wakati wenye haki wengi na Mafarisayo hawakusikia, hiyo ni somo nyingine. Next. Sasa tunaenda kwenye siku zile wanazunguka, siku 7 na tarumbeta 7. Sikiliza kwa makini uelewe. Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa. Ilikuwa under lockdown. Kwa sababu ya nini? Ya wana wa Israeli. Hawa watu walisikia habari ya wana wa Israeli, wakasema fungeni mageti. Fungeni, maana Mungu wa Sabato ni bara. Lakini ni wale wa Sabato wenye imani sasa. Anasema kwamba huyu Mungu wa Israeli, hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Ilikuwa quiet. Watu wako wapi? Kwenye lockdown. Kisa hofu imewapiga. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako. Kuna mambo mengine kwenye maisha ndugu yangu unayakuta tu yametulia yenyewe. Usifikiri umeyatuliza wewe. Usifikiri ya kwamba yametulizana tu. Ni kwa sababu Mungu ameyatuliza kwa ajili yako upite. Maana wewe ni mtoto wake. Si ndivyo tunaimba? Kombolewa na kombolewa kwa damu ya Yesu. Kombolewa. Mimi ni mtoto wake. Mimi mwana wake kweli. Sasa ukiimba hivyo, ndivyo hivyo Mungu anatuliza dhoruba katika maisha yako. Unakuta tu wakati mwingine ulitegemea shari, unakuta amani. Ulitegemea kushindwa, unakuta umeshinda. Mungu anakutengenezea. Ndivyo huyu Mungu aliwatengenezea akautuliza mji. Sasa kuna watu wengine wakikuta Mungu ametuliza mambo, wao ndio wanatembea kwa kufanya nini? Kwa kustua, kwa kudunda mpendwa. Wakidhani ya kwamba wao ndio wamefanyeje? Wao ndio wameshinda mpendwa. Kumbe ni Mungu. Kwa imani anataka Mungu utukufu. Mungu anatukufu. Hata ujumbe wa malaika wa kwanza unasema mcheni Mungu na kufanyeje? Na kumtukuza yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo hapa Mungu alituliza Yeriko. Akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu watu wote wa vita. Mkiuzunguka mji mara moja kila siku. Mara ngapi? Mara moja. Fanya hivi siku ngapi? Siku 6. Na makuhani 7. Makuhani wangapi mpendwa? 7. Andika hiyo 7. Watachukua ngapi? Tarumbeta 7. Za nini? Za pembe za kondoo mume, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Kondoo wa mume waliwakilisha nini? Yesu Kristo. Pembe za Kristo wazifanye kwa nini? Tarumbeta. Message from the horns of Jesus. Ujumbe unawakilishwa na tarumbeta. Maana tarumbeta huwa ni nini? Alarm ya vita, kengele ya vita mpendwa. Kwa hiyo hizi tarumbeta 7 zilikuwa zimebeba nini? Sauti 7, yani nini? Yani jumbe 7. Sasa tunaambiwa ya kwamba hizi pembe 7 za kondoo waume mbele ya hilo sanduku la nini? La agano, walitakiwa kuzunguka siku 6, na siku ya 7, sikiliza maelekezo. Maana ukimisi instruction unafeli mtihani. Si nishawaambia kauli mbio hiyo? Nishawaambia ukikosea maelekezo unafeli mtihani. Anasema walipaswa kuzunguka siku ngapi? Siku 6, wakiwa na tarumbeta 7 na sanduku. Lakini siku ile ya 7 watauzunguka mji mara 7. Nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Makuhani wangapi? 7. Special.
wenye imani, wenye ukamilifu, waendao kwa mapenzi ya Mungu walipaswa watangulie. Na anasema kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu. Na kondoo wa kipindi kile walikuwa wakubwa wapendwa, si kama ng'ombe wa leo. Sasa anasema watakapopiga ile siku ya saba, watakapopiga zile nini? Watakapopiga zile pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta. Si kabla ya tarumbeta, inatakiwa kufuata maelekezo. Baada ya kuzisikia zimepigwa ile mara ya saba ya siku ya saba, walitakiwa kufanya nini? Walitakiwa kupiga kelele. Wakinyamaza mmefeli. Walitakiwa kupiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabiri. Bali Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia, lichukueni sanduku la agano, tena makuhani 7 na wachukue tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Naye akawaambia watu, piteni mbele mkauzunguke mji, na hao watu wenye silaha watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Basi ikawa Yoshua alipokwisha kusema na watu, wale makuhani 7 wenye kuzichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele za Bwana wakatangulia, wakazipiga hizo tarumbeta, nalo sanduku la agano la Bwana likawafuata. Wale watu wenye silaha walikwenda mbele za hao makuhani waliozipiga tarumbeta, na wale waliokuwa nyuma wakazifuata hilo sanduku, makuhani wakizipiga tarumbeta. Walipokuwa wakienda, Yoshua akawaamuru watu akasema, msipige kelele wala sauti zenu zisisikiwe. Sasa sikia, mambo yalikuwa hivi. Waliagizwa walete nini? Makuhani wangapi? Makuhani 7. Alafu wabebe nini? Tarumbeta 7. Hapa ukimisi maelekezo unakwisha. Alafu walitakiwa wabebe nini? Sanduku la agano, sanduku la amri za Mungu, wazibebe kichwani na moyoni, kwenye akili zao ziwe kichwani. Amri za nani? Za Mungu. Wale ambao wanasema kwamba tunaweza tu kuchukua hizi nini tarumbeta, tunaweza kuwa na message, lakini amri za Mungu zimeisha msalabani, au watu hawajiandai kwa ajili ya kuangusha Yeriko. Ulimwengu utawameza watu wa hivyo. Amri ziko 10. Mwingine atakwambia beba sanduku, lakini toa zile mbao, maana zina mawe ni nzito. Mbao zile ni za mawe, ndio maana mawe ni mazito, lakini yanabebeka kwa imani. Amen. Hata akasema tarumbeta nazo zilitakiwa ziwe za dhahabu, lakini hizi sasa waliambiwa, sasa msichukue zile za dhahabu, mchukue tarumbeta za pembe za kondoo waume wanaomwakilisha nani? Yesu. Amen. Ujumbe unaotoka kwa Kristo. Maana kuna jumbe nyingi, kuna mahubiri mengi ambayo tunaweza kuhubiri, lakini zilihitajika jumbe za nini? Za Kristo. Hapa pia anasema ya kwamba makuhani walitakiwa wawe 7, special force. Wangapi? 7. Makuhani special 7. Wapendwa, mnasikia hiyo? Sio tu kuchukua tu, ilikuwa ni special order, kama ambavyo hata sasa tutafuata special order. Baada ya kuelewa somo, tutakuwa tunazingatia maelekezo wapendwa. Na anasema ya kwamba wakati wamechukua hao watu wa vita, makuhani na hiyo sanduku ya agano, hawa watu walitakiwa wawe wanaupenda ujumbe. Those who love the message, wale wenye tarumbeta, wale wenye ujumbe, ndio walitakiwa kwenda kufanyeje? Kupambana mbele. Na anasema kwamba na watu wengine pia walitakiwa kufanya wajibu wao. Wengine wanasema kwamba watakaomaliza kazi ni wainjilisti tu, ni wachungaji tu. Hapana, inasema hata ile siku ya 7 walipozunguka mara 7, ile mara ya 7 waliposikia sauti ya tarumbeta, watu wote walitakiwa kushiriki pia ushindi. Kufanyeje? Wao ni kupiga tu kelele, haleluya, ni kupiga kelele jamani. Hata tu kusema amina ushindwe, hata kusema tu haleluya ushindwe, hata tu kushangilia kwamba Yesu ametushindia ushindwe. Wewe ni kitu gani? Wewe una hali mbaya mpendwa. Yaani usiache kushiriki, shiriki popote.
Lazima tuwe washirika wa kazi ya Mungu duniani kama tunataka kwenda na Yesu mbinguni. Kitabu kinachoitwa Early Writings, maandiko ya awali, ukurasa wa 66 cha Kiingereza. Early Writings ukurasa wa 66, paragraph ya pili kwenye screen na ione inasema, ye must be partakers of Christ's sufferings here, if ye would be partakers with him of his glory hereafter. Lazima muwe washirika wa mateso ya Kristo hapa duniani kama mnataka kuwa washirika pamoja naye katika utukufu baada ya hapa. Hii ni writing ukurasa wa 66. Lazima tushiriki shangwe. Shiriki hata kwa kidogo, shiriki hata kwa namna fulani tu, hata kwa kuimba, hata kwa kuvalisha watu wa Mungu, hata kwa namna ya kugawia vitabu, hata namna. Hakuna mtu ambaye amezaliwa hana karama. Hakuna, everyone ana gift. Lazima kila mmoja ashiriki. Wewe kila kitu, hata kusema tu amini, hata kusema Yesu anakupenda. No, wow. Wewe unataka nini? Wote wanatakiwa kushiriki mpendwa. Wanatakiwa kushiriki. Heaven will be cheap enough. Yaani mbingu itakuwa ya bei rahisi kabisa if we obtain it through suffering. Kama tukiipata kupitia mateso, itakuwa ni cheap. We must deny self. Lazima tujikane nafsi all along the way. Huko njiani pote. Die to self daily. Lazima tuifie nafsi kila siku. Let Jesus alone appear. Acha Yesu pekee aonekane katika maisha yako. And keep his glory continually in views. Na uache utukufu wake ung'ae kila siku. Anasema kwamba I saw that those who are late, wale ambao baadaye kwa kuchelewa watakuja kuipokea kweli kwa kuchelewa, ambao sasa anasema kwamba would have to know what it is to suffer for Christ's sake. Hao watu ambao wataipokea kweli wakati wa miaka 2027-28, wakati wa Sunday Law, watakuja kujua nini maana ya mateso kwa ajili ya Kristo. Kwa sababu gani? Wanaipokea imani too late, wakati mnyama amechachamaa, wakati mpinga Kristo amechachamaa, wakati Uroma unarudisha mapanga, wakati AI, maroboti yanakabidhiwa kuweza kuua watu wa Mungu, wakati chanjo zinaanza kuwa applied kuleta mauaji, watu wanaanza kukorogwa akili kwa kuhakiwa ubongo, ndipo watu wanaoamini kweli kipindi hicho, hao ndio watauawa kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Lakini sasa Mungu anaandaa watu gani? Mungu anaandaa watu ambao wanaiamini kweli. Sasa anaandaa namba inaitwa ngapi? 144,000, ili ya kwamba hao wadumu kuwa hai mpaka mwisho. Wakati kundi la watu wa Mungu wengi wako nje ya zizi, hao watakuja kufa kwa ajili ya Kristo wakija kuamini kweli. Ndiyo sasa inasema ya kwamba katika Early Writings ukurasa wa 67 aya ya pili inasema, in order that they may be perfected and fitted through sufferings to receive the seal of the living God. Kuna watu hawa ili watakaswe na kustahilishwa ama kufaa kwa ajili ya kupokea muhuri wa Mungu, watafitishwa, watafanywa kufaa kupitia mateso. Wengine ndugu yangu, shida zinazaa shida, trouble after trouble katika maisha yetu. Yani inatoka zari linaingia zari. Wengine waliimba zari la mentally. Yani mambo ya ziki na majanga wengine hayaishi. Kumbe ndugu yangu, uende hayo, kupitia hayo Mungu anakutakasa. Hata wewe mpendwa, usinune, usihuzunike, maana usiku unakuja ambapo mchana hautaisha, hakutakuwa na giza tena. Amen. Hivyo usihuzunike tena kama katika wimbo. Yani lazima tujue ya kwamba lazima utashiriki mambo fulani na Yesu duniani ili ushiriki naye kule mbinguni ya furaha yake. Wanasema katika hii, kwa nini walikuwa ni makuhani 7, tarumbeta 7, sanduku 7, raundi 7? Walikuwa ni raundi ngapi? Wazunguke raundi 7. Siku ngapi? Siku 7. Halafu siku ya 7 wazunguke mara ngapi? Mara 7. Why 7? 7 7 7 7. Why? Kwa nini? Kwa nini 7 7 7? Sikia, yani Mungu abahatishi kitu. Na wengine wanajaribu kupunguza, wanasema amna, tuchukue tu tarumbeta 5. Wengine wanasema tuchukue tu makuhani 5, maana hao wachungaji wanatosha. Maana wengine wanasema kwamba kwani tuzunguke tu mara 3 inatosha wapendwa. Wengine wanasema ya kwamba
inatosha tu siku 3 tukifanya kazi, alafu 4 tukakaa nyumbani tukalala kama wale wadada, wale vijana wenzangu ambao wanakaa kwa dada zao mpendwa. Yani huwa ni full kulala. Ukitoka kula unarudi kufanyaje? Kulala. Amka mpendwa, kafanye kazi. Utaomba buku. Yani kila siku utaomba nini? Buku ya vocha, buku ya bando. Mpendwa, lazima tuchape kazi. Amen. Maana tumepewa nini? Nguvu. Na nini? Na uaminifu. Ni mtaji kwa wacha Mungu. Nguvu na nini? Uaminifu. Sasa tunaambiwa ya kwamba kwa nini hao walikuwa ni 7. Katika kitabu kinachoitwa PP, Patriarchs and Prophets cha Ellen G. White, Wazee na Manabii, ukurasa wa 488, inasema ya kwamba in obedience to the divine command, kwa kutii agizo la mbingu, agizo la Mungu, kutii command, amri ya Mungu alipoagiza Joshua. Anasema in obedience to the divine command, Joshua marshaled the armies of Israel. Kwa kutii amri ya Mungu Joshua aliagiza lile jeshi la wana wa Israeli. No hazard was to be made. Hapa kuhitajika shambulizi lolote. They were simply to make the circuit of the city, around the city. Hawakuhitaji shambulizi, walitakiwa tu simple. Hamna kelele. Kwanza zile siku za kwanza 6 walitakiwa wasipige hata kelele, ni kutembea tu, mna march tu na majeshi, mnaenda kimya, hamna hata kishindo, hamna hata, alisema don't make any noise. Siku 7 wanazunguka, 1, 2, wanarudi wanalala, 3 wanarudi wanalala, 4 wanarudi wanalala kwenye hema, 5 wanarudi wanafanyaje? Wanalala. Halafu 6 wanarudi wanapumzika. Siku ya 7 wakajirudia, ila hamna kimya. Wakasema hao watu wamechanganyikiwa. Yani mpendwa, haya mambo ya Mungu ni rahisi tu kuyasoma. Ili fikiria leo mpendwa, ungeambiwa wewe na familia yako kwamba amka asubuhi, matatizo yako yataisha mama, matatizo yako yataisha baba. Yani Mungu amesema amka asubuhi uzunguke nyumba yako mara 7. Mama, ungeamini hiyo? Si mama ungesema kwamba wewe ni ushirikina. Lakini fikiria, hawa ni watu wazima, wana akili zao. Wanabeba nini? Sanduku tu. Wamebeba nini? Hapa tarumbeta tu. Halafu wanazunguka mji bila taarifa, bila tangazo, bila nini. Ni kuzunguka tu. Halafu kimya tu. Kama uchizi fulani hivi. Lakini kumbe ndio mambo yanamalizika. Yani mambo ya kesho yanamalizika leo. Usiende kupigana vita kesho wakati hiyo vita ya kesho pigana sasa. Kama unataka ushindi wa kesho au wa mwaka kesho, you have to prepare now. Lazima upambane kwa maombi sasa. Ikifika wakati ule unaona tu matokeo, ni results. Ndio maana Yesu alienda Gethsemane kabla ya siku ya kwenda msalabani. Alienda wapi? Gethsemane. Alipokuwa anahangaika kule Gethsemane, hiyo ndio ilimrahisishia siku akiwa kwenye msalaba. Kule ilikuwa tu ni matokeo. Wale waliolala mpendwa, ulishuhudia walifanya nini? Walipolala kesho yake hawakuwa na nguvu. Kwa ushindi wa kesho unapatikana leo. Wale wanaosema tunasubiri Sunday law ili tujiandae, au watu wamekwisha kushindwa. Au wanaosema Sunday law bado ikistua kidogo ndo tutaanza sasa kufanya maandalizi. Sasa hivi msitutie pressure. Au watu wanafanana kabisa na wanafunzi wa Yesu ambao walilala wakifikiri hamna vita. Kumbe kesho yake ilikuwa ni matokeo, walikimbia mbio. Kwa hiyo uwe makini mpendwa. Alisema ya kwamba walitakiwa kuzunguka tule mji wakiwa wamebeba nini? Sanduku. Na wakipiga nini? Blowing the trumpet, wakipiga zile tarumbeta. Wengine kwa sasa, hebu ngoja tuendelee. Okay? Inasema kwamba waliambiwa wasishout. Hakuna kupiga sauti kuu mpaka ile siku ya mwisho. Hiyo great shout ni sawa na loud cry. Ndio maana tunaambiwa kwamba siku za mwisho kutakuwa na ujumbe unaitwa loud cry. Alafu kuna jumbe tumepewa 3 zenyewe tumeambiwa zenyewe ni kuhubiri tu kimya.
Kuhubiri zihubiri. Sihubiri, yani Babeli utakuwa unaonekana kama bado uko sawa. Wakati tunahubiri hizi jumbe tatu za malaika watatu, inaonekana ya kwamba kana kwamba hakuna kinachoendelea. Yani tunaonekana kana kwamba tunapoteza muda. Lakini wengine wanasema hata usizihubiri, kaeni tu kimya. Haya, kaeni kimya. Wapendwa, mnajiandalia balaa la kuwa balaa. Halafu wengine wanasema msibebe tarumbeta hizo. Bebeni 2 tu. Msibebe ngapi? 7. When God says 7, anamaanisha 7. Akisema 7 ni 7. Akisema zungukeni siku 6 ni siku 6. Mambo ya kusema kwamba tuhubirini 2 alafu huo mmoja acheni, wakati Mungu amesema pigeni sasa hivi. Yani wengine wanasema fanyeni tu hivi. Yani sisi tuko kwenye, baada ya kuwa tumesoma elimu ya Babeli kwenye mashule, tumekuwa watu wa kufupisha, watu wa kusema tu inatosha. Mungu anataka nini? Swali, anataka nini? Anataka 7. Why 7? Katika kitabu hiki, katika kitabu cha Wazee na Manabii, PP Patriarchs and Prophets cha Kiingereza, ukurasa wa 554, anasema nini? The simple out of blowing, the simple tendo rahisi la kupiga tarumbeta upon the trumpet by the army of Joshua around Jericho, and by Gideon's literal band about the host. Yani hilo tendo dogo tu la kupiga zile tarumbeta kwa Joshua, pamoja na tendo dogo tu la wanajeshi wa Gideon wakiwa wanazunguka jeshi la Midian, was made effectual. Hilo tendo tu la imani, kwa kuwa Mungu alisema na ukafanya kama Mungu alisema, umeonyesha imani kwa kile Mungu alikuagiza kufanya. Kwa hilo tendo tu linafanya kuwa na athari, kuwa na effect through the power of God, kupitia uweza wa Mungu. Tia anakufanyeje? Unashinda through the power of God. Mungu akikwambia hubiri. Akikwambia sasa nyamaza. Mungu akisema sasa hubiri miaka 6,000, hubiri. Mungu akisema hakuna siku na saa, sawa. Akikwambia sasa kuna miaka 6,000, sawa. Akikwambia sasa usifanye hivi, sawa. Akisema sasa fanya hivi, unaobei. Sio unasema hakuna siku na saa, paka saa inatangazwa wewe unabaki kudai, unasema hakuna siku na saa wakati saa inatangazwa. Sasa tutarudi siku moja kwenye hilo somo. Tutakuja kuona ya kwamba Mungu hakaririwi. Mungu inatakiwa kutiiwa. Akisema akisema bebe. Maana hata Danieli kuna wakati anaambiwa kifunge hicho kitabu Danieli. Baadaye anaambiwa itakuwa muda gani? Akaambiwa itakuwa hata wakati na nyakati 2 na nusu wakati. Wakati mwanzoni mfungo alikuwa anaambiwa hapana. Hata ile njiwa kuna wakati anaambiwa lini itakuwa muda wa kufungwa kwa mlango wa rehema. Sura ile kwenye matukio ya siku za mwisho, ukurasa wa 176, sura ile aya ya kwanza, paragraph ya kwanza anaambiwa sijui muda huo. Aya ya pili anasema sijui muda. Aya ya 3 anasema Bwana amenionyesha wazi ya kwamba mlango wa rehema utafungwa muda mfupi tu baada ya sanamu ya mnyama kutengenezwa. Sasa je, kwa hiyo kumbe kuna wakati Mungu anakuambia hamna. Kuna wakati anakupa siri. Yeye huyo aliyeomba maji kwa mama Msamaria ndiye alimpa maji. Nani? Mama Msamaria. Kwa kuna namna ya kuenda na Mungu. Maana hata Enoch alienda na Mungu baada ya miaka 300. Miaka 65 ya uhai wake wa mwanzo alikuwa hajaenda na Mungu. Maana alikuwa hamuelewi. Mungu hamuelewi. Yani hata sasa tunachohangaika na tunapigana vita ni kwa sababu we don't understand God. Hatumuelewi Mungu. Basi hebu tuanze kuelewa sasa. Hapa kwa nini anasema 7. Anasema katendo kadogo tu Mungu akikuagiza kanafanya kuwa na athari kubwa katika maisha. Just obey. Hebu tii leo mama yangu. Tii leo baba yangu. Hilo tendo tu ambalo Mungu amesema kwa uhai wa neno lake. Kama kitu kimeandikwa kwenye neno, hebu kitii. Alafu utaona yani wewe unaweza kaangaika na mambo magumu kwenye maisha. Kumbe kuna kitu kidogo tu kikitii, mambo yanakuwa shwari. Anasema why 7? Kwa nini 7? Kwa nini 7? Kitabu kinachoitwa Christ Object Lesson. Mafundisho ya Yesu kwa mifano ama vielelezo vya mafundisho ya Yesu. Ukurasa gani? COL. Ukurasa wa 243 paragrafu ya kwanza anasema
Peter had come to Christ. Petro alikuwa amekuja kwa Kristo with the question, akiwa na swali, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Je, ndugu yangu atanikosea mara ngapi nami niendelee kumsamehe mara ngapi? Petro akauliza. Yesu akajibu, kwanza yeye alikuwa na jibu lake. Anasema yeye alisema, je, nimsamehe mara 7? Namba 7 kwenye Biblia tunaanza kuisoma hapa maana yake. Anasema, je, nimsamehe ndugu yangu mara 7? Anikosea mara 7 nisamehe mara 7. Baada ya hapo hakuna kusamehe. Anasema the rabbis limited the exercise of forgiveness of 3 offenses. Wale marabi walikuwa wametangaza hivi, marabi wale waliorogwa kama Wagalatia, wale waliorogwa. Rafiki yangu kiakili, walikuwa wamewaambia watu kwamba kusamehe mwisho mara 3. Waliambiwa kwamba kusamehe mwisho mara ngapi? Mara 3. Sasa Petro yeye akaongeza 4. Akamwambia, je, nisamehe mpaka mara 7? Yesu sasa akasema si tu mara 7. Anasema Peter carrying out as he supposed the teaching of Christ dought to extend it to 70, the number signifying perfection. Alipitiliza akasema, je, nisamehe mara 7? Hiyo namba anasema ilikuwa inawakilisha perfection, yani msamaha kamili, usio na nini, usio na punguzo. Anasema hii namba iliwakilisha perfection, ukamilifu. Anasema that Christ taught that we are never to become weary of forgiving. Yani Yesu Kristo alifundisha kwamba tunatakiwa tusamehe, yani tusichoshwe na kusamehe kama ambavyo na yeye hachoki kutusamehe. Mpendwa, hivi Yesu angechoka kukusamehe wewe, ingekuaje? Na hata sisi anatufundisha kwamba atupasi tu kusamehe mara 3 au mara 7. Alisema hivi, not until 7 times, he said, but until 70 times. Alisema sio tu msamehe mara 7, bali 7 mara 70, ambayo inakuja ngapi? 490, ambayo hata tuliona unabii wa majuma 70 ukaleta miaka 490. Aise Mungu ni wa ajabu. Yani anamaanisha kwamba msamaha wake Yesu aliyotuletea kupitia damu yake ni 7 mara 70. Aliongea jibu kwa Petro akiwakilisha na unabii pale ya kwamba mrudi kwenye Danieli. Siliwaambia majuma 70 na 7 mara ngapi? Mara 70. Kuisha habari. Biblia ni ajabu. Yani inakupeleka huku, inakurudia huku kidogo na huku kidogo. Kanuni juu ya kanuni, mpendwa. Ila mwisho wa siku Yesu afanyeje? Ajulikane. Amen. Hapa inasema hii namba inawakilisha perfection. Nukuu nyingine inatoka manuscript Rizi volume ya 4 ukurasa wa 243 aya 3 inasema, in the temple service, katika ile shughuli na huduma ya hekalu, when the animal brought as a sacrifice was slain, wakati yule mnyama aliyeletwa kama kafara alipochinjwa, the high priest, kwani mkuu, akiwa amevaa mavazi meupe, alimchukua yule kondoo na na kuchukua damu yake, na kisha hii damu yake alinyunyiza, akinyunyiza kwa mwelekeo wa nini? Wa hema ile ya nini? Ya hekalu. Hili tendo lilikuwa linafanywa mara 7. Ananyunyiza. Yule kuhani alikuwa ananyunyiza ile damu. Ananyunyiza mara ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alikuwa ananyunyiza mara 7, akimaanisha ya kwamba amesamehewa, umesamehewa, paka 7, ambaye inawakilisha nini? Ukamilifu, wapendwa. Kwa hiyo ilikuwa hivyo na watu walifanya hivyo. Yaani hata Yesu ambaye yeye ndo ukamilifu wa yote, amevaa yeye mavazi ya kuhani mkuu, akiwa yeye mwenyewe alikuwa kondoo na alikuwa damu yake mwenyewe, ananyunyiza na kusamehe mara 7 mpaka mlango wa rehema utakapofungwa. Kwa hiyo peleka mizigo yako yote kwa Yesu kungali mchana, ili uwe mweupe kama nini? Kama sufu safi, mpendwa. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili 13 fungu la 14, Wafalme wa Pili
fungu la 13 hadi 14 kuna kisa kimoja. Je, hao watu wasingezunguka mara 7 wakapunguza hivi vigezo vya 7 wakafanya hata 6 au 5, matokeo yangekuaje? Tusome kitabu cha Wafalme wa Pili 13. Wafalme wa Pili 13. Wafalme wa Pili 13, neno la Mungu linasemaje? Wafalme wa Pili 13. Wafalme wa Pili 13, mpendwa ambatana nami. 13 hapa kuna kisa kinaonyesha mtu mmoja, yeye aliambiwa afanye mara kadhaa, ila akaona kwamba ni kupoteza ATP, kupoteza nguvu. Akaona kwamba ni wale waliosoma kwenye shule za Babeli, rafiki yangu. Yaani zile shule zinatufundisha kuwa watu wa kusummarize, wa kufupisha, kuignore vitu. Sasa Mungu hataki hiyo. Anasema katika hiyo Wafalme wa Pili 13 na lile fungu la 14. Inasema basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Yehoashi mfalme wa Israeli akatelemka amtazame, akamlilia mbele yake nabii, akasema, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Yaani maana yake Elisha, na wewe unakufa. Elisha akamwambiaje? Elisha akamwambia, twaa uta, chukua upinde na mishale. Naye akatoa uta na mishale, akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme, akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akamwambia, akasema, piga. Akapiga. Akasema, piga mshale wa Bwana wa kushinda, na mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata utakapowaangamiza. Akasema, itwae mishale. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akaipiga chini mara 3, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia, maana amepiga mishale mingapi? 3, wakati itakiwa apige mpaka iishe. Ilitakiwa apige mpaka iishe ile mishale kwenye podo lake. Alitakiwa ipige yote. Hiyo ilikuwa inawakilisha unabii wa yeye atashinda. Alitakiwa kupiga mishale mpaka iishe. Akapiga mara 3 akaacha. Nabii Elisha akakasirika, akasema, ingelikupasa kupiga mara 5 au mara 6, ndipo ungalipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa unaipiga Shamu mara 3 tu. Elisha akafa, unabii ukaisha. Kumbe Mungu akikwambia fanya kazi siku 6, fanya kazi siku 6 mpendwa. Akisema ya 7 pumzika, fuata orders. Yaani la sivyo maisha yako yatakuja kuwa magumu wakati ambapo hutarajii. Hata vile leo tunaishi, tunadumu kwa duniani from yani mpaka miaka 6000 na karibia kukamilika. Bado tunabisi, tunasema hata hiyo miaka 6000 sio. Tunafikiri Mungu anatumia namba ovyo ovyo. Tunafikiri Mungu anaposema miaka 1000 ya kupumzika, miaka 6000 ya pambano, tunafikiri Mungu ana gesi. Yaani hatuna imani hata kidogo. Tunafikiri Mungu anabahatisha. Tunafikiri Mungu ni kama miungu yetu ya dhahabu na fedha. Tunafikiri Mungu ni kama vile akili zetu zilivyorogwa. Tunafikiri Mungu ni mchezo tu. Nasema anaweza akawa akaja, anaweza asije, anaweza. Kwani hiyo miaka 6000 ililetwa na maringo? Ililetwa na nabii yule aliyesema msipange muda. Ndio huyo alipangiwa muda. Ngoja niwaambie kitu. Unajua kwamba kuna wakati Ellen G. White alisema kuleni mayai, kuleni maziwa, kuleni nyama. Lakini nabii huyo baadaye akasema uachane na nyama. Kwa hiyo usitumie kauli moja ya nabii ya kipindi hajafunuliwa jambo fulani kukrasi maandiko ya wakati ambao amefunuliwa. Usitumie maneno ya Biblia wakati kitabu kimefungwa ukakrasi wakati kitabu kimefunguliwa. Yaani hiyo ndo ambayo inatutesa Waadventista wa Sabato. Tumepewa nuru kubwa, tumepewa tarumbeta 7, lakini hizo tarumbeta tuzipigi kwa sababu kwanza hatuna imani na agizo la Mungu. Hatuna imani. Tunafikiri tu yalikuwa ni maneno.
Tunafikiri tu zilikuwa matamko 7777. Yani we take it easy. We take it easy. Lakini hizi namba rafiki yangu zilikuwa zina maana. Ndio maana yule alipiga mara 3 ikala kwake. Yani Washami waliendelea kuwatesa Israeli. Na si Washami tu, wakaja na Wamoabu. Elisha alikasirika kwa sababu huo ni uvivu. Uvivu. Kwa nini hatuhubiri na tarumbeta tunazo? Message tunazo kama watu wa Mungu. Tumepewa vitabu, yani mafaili ya Ellen G. White, lakini hatuhubiri. Why? Mtaenda kuangalia kwa nini zilikuwa 7 hizo tarumbeta. Tuangalie kwenye maisha yako, uangalie mpendwa, uko na ngapi? Wewe zinapigwa ngapi kwenye masikio yako, kwenye moyo wako? Zinapigwa ngapi? Kama ziko pungufu, wewe yani Yeriko hautaanguka kwako. Maana kuna kuanguka generally, kuna kuanguka kwa personal. Ni wale ambao watabaki kuja kufanya sanamu ya mnyama, ambao hawafuati hizi vigezo. Mungu anafunua haya kwa rehema zake tu. Hata mimi nilikuwa siyajui mpendwa. Sio kwamba mimi nilizaliwa najua au nimeamka najua. Hapana, nimejua na kuja kuhubiri hapa. Unafikiri ni bure? Hizi ni hukumu. Huwa zinageuka tu, sasa hivi ni wokovu. Lakini zinageuka kuwa hukumu, zinakuwa moto kwangu, kwako. Wapendwa, tutii neno la Mungu. Tumtii Yesu. Huyo mtu yeye alihurumia Sham, akapigwa kama ambavyo watu wa Mungu tunaihurumia Babeli. Nasema msihubiri hivi, tutawaumiza. Sawa. Mnataka Babeli ibaki kusimama. Yesu amesema Babeli itaangushwa kwa nini? Kwa ujumbe. Danieli 11 inasema Babeli utaangushwa kwa nini? Kwa tarumbeta, si kwa tarumbeta. Danieli 11 kuanzia fungu la 40 mpaka 45 inasema ya kwamba habari toka mashariki zitafanyeje? Fungu la 44 Danieli 11 inasema yule mfalme wa kaskazini ambaye ni upapa kwa leo utaangamizwa na nini? Babeli utaanguka kwa hii. Fungu la 44 inasema lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu. Zitamfadhaisha. Habari toka wapi? Mashariki na kaskazini. Unajua ni habari gani hizi? Habari ambazo zinautikisa Ukatoliki na Urumi na upagani ni habari kutoka mashariki. Wapi? Ufunuo 7 tusome tuone hizi habari ambazo inatakiwa ndo tarumbeta. Lazima tuzipige. Usipozipiga utakufa wewe na Babeli haitakuhurumia. Ufunuo 7 kuanzia fungu la 1 inasema baada ya haya nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe za 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine. Huyu malaika mwenye muhuri wa Mungu anatoka wapi? Huyu malaika akipanda kutoka mawio ya jua. Mawio ya jua ni pande gani? Ni mashariki. Akiwa na nini? Mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu ya ujumbe. Wale malaika wangapi? 4 waliopewa kuizuru nini? Nchi na bahari, akisema msizuru nchi wala bahari hata mtakapokwisha kutia muhuri watumwa wa Mungu. Sikia nikwambie, hawa malaika wanaoshikilia ni 4. Unajua ni wapi? Hawa malaika? Yani haya maandiko yalivyo ya ajabu. Malaika hao 4 wanaoshikilia ndio hao malaika wenye ujumbe wa malaika watatu. Hao ndio wanadhibiti ili ujumbe umalize kuhubiriwa. Hao ndio wanaoshikilia, yani ujumbe unazuia, yani hao machafuko na vita zinazuiliwa na Mungu, ujumbe wa malaika watatu umalizike. Ndio hao malaika watatu wanaoshikilia zile pepo. Yani wanashikilia nini? Wao ndio kizuizi. Lakini yupo na 4 ambaye na ujumbe wa Ufunuo 18 pia. Hao ndio 4 wanazuia. Lakini huyu wa 5 anayekuja kuwapigia kelele akiwa na muhuri, yeye ni huyu anakuja kufanya nini? Sealing. Anatia muhuri. Huyu anafanya finishing. Anakamilisha watu. Huyu anayekamilisha watu, yeye anatokea mashariki. Na ndiye atakuwa na ujumbe wa kutisha ambao utakuja wa great shout.
ule wa siku ya mwisho ambao tunaambiwa kwamba hao walipozunguka Yeriko mara 7, ile siku ya 7 wakazunguka mara 7 zaidi. Yani nguvu ya injili ya mwisho itakayofunga historia itakuwa na nguvu mara 7 kuliko ya sasa. Itakuwa 7 times ya zile siku zingine tulihubiri. Itakuwa mara 7 ya nguvu ambayo ilishushwa siku ya Pentecoste. Itakuwa mara 7 ya nguvu ambayo tunatumia sasa kuhubiri. Roho Mtakatifu atamwagwa na ulimwengu wote utaangaziwa, na akili za waliofungwa zitafunguliwa, na wale viziwi watasikia, hata Mafarisayo nao wataelewa, lakini watafungiwa nje. Mpendwa, usisubiri baadaye. Sikia neno hili, usisubiri baadaye, maana baadaye ina matatizo, ina shari. Mpendwa, hivyo kama una tarumbeta, kama vile ambavyo Waadventista wa Sabato tumepewa, tunapiga bra, tarumbeta tumepewa 7, ila hatuzipigi. Mpendwa, utaona matokeo yake. Utadaiwa nguvu ya kubeba tarumbeta, utadaiwa nguvu ulizopewa na Mungu, utadaiwa zaka ulizokula, utadaiwa mali ulizopewa, utadaiwa kila kitu na uhai ulioutumia bure. Kwa nini madeni? Madeni ni mabaya. Sasa utaona deni la mbingu ni baya zaidi. Hapa Mungu anatuambia lazima tufanye kazi kwa wakati. Hao watu walifanya mara kama vile Mungu alivyosema. Kwa nini? Ukipunguza sharti moja, raundi ukazipunguzwa, sanduku kapunguza, tarumbeta ukazipunguza, idadi ya makuhani ukapunguza. Haya, nini maana yake? Mungu alishasema hakuna kitu pungufu kitaingia mbinguni. Hakuna kinyonge akitaingia wapi? Kinyonge akitaingia wapi? Mbinguni. Anataka nini? Perfect. Anataka ukamilifu, mpendwa. Na Mungu anasema ya nini? Katika kitabu cha Danieli aliandikiwa Belshaza, ambaye alikuwa na maksi kidogo za ufaulu, lakini nyingine amekosa. Alikuwa amepungukiwa, aliandikiwa mene tekeli na peresi. Akaambiwa kwamba Mungu aingizi mbinguni kitu cha mene tekeli na peresi. Kitu kikipungua 7, kikipungua namba kamilifu, hiyo ni mene tekeli na peresi. Hiyo ni ya kupelea na ni ya kupotea, wapendwa. Wengine wana imani, lakini ikifika kwenye kitu fulani anasema ila habari ya matengenezo ya afya, hiki kitu naamini, ila hiki siamini. Hiki Yesu najua anakuja, lakini siamini kama ni haraka. Watu wa hivyo tulisoma ya kwamba hao watu ilionekana mioto ikijiondokea majumba, na hao watu wakasema kwamba tulijua hukumu za Mungu zitakuja duniani. Lakini ngoja niwasomee, wapendwa. Au ni imani pungufu za chini ya 7 imani za chini ya 7. Kitabu kinachoitwa Testimony for the Church volume ya 9 ukurasa wa 28 inasema, niliona miali mikubwa mno ya moto ikiangukia miongoni mwa majumba mazuri na kusababisha uharibifu wa haraka wa makao hayo. Nikasikia mtu mmoja akisema, tulijua kuwa hukumu za Mungu zilikuwa zinaijia dunia. Tulijua kama vile ambavyo Wasabato wanajua, lakini ambacho hawakujua, anasema lakini hatukujua kama itakuwa haraka hivyo. Na hiki ndio anasema hakuna ajuaye. Sasa hapo wanalaumu tena hatukujua. Mungu anawaambia mbona kila kitu kiliandikwa. Wengine kwa sauti zenye maumivu makali wakasema, mlijua, kwa nini basi hamkutuambia? Sisi hatukujua. Wakaanza kulaumiana, lakini wote moto, na wachungaji wao moto, na washiriki moto, na wengine wanaosema hamna vitu kama hivyo, na wenyewe moto. Maana Mungu anataka 7: imani kamilifu, utii kamilifu, usomaji kamilifu, uhubiri injili kamilifu, jumbe zote, si punguza, hii inatosha. Mungu hataki hivyo. Mungu anataka everything every day. 7 round 7, tarumbeta 7, 7 trumpet, guza 7, 70 pillars. Mipaka ile nini sasa? Ni hii mipaka ya imani yetu. Guzo nazo ziwe 7. Wengine wanasema guzo zingine tutakuwa nazo, ila matengenezo ya afya hapana. Wengine wanasema kutengeneza afya sawa, ila habari ya kuabudu wafu tuendelea kuabudu.
We, sikia. Mene tekei na peresi. Mungu hataki. Ya umepungua hataki. Swali, je, makuhani wangekuwa na tarumbeta na wasizipige, Yeriko ingeanguka? Yeriko usingeanguka. Okay. Kwa sababu Mungu alikuwa amesema tarumbeta 7 na zipigwe ndipo Yeriko utaanguka. Wasingezipiga, Yeriko wangesubiri. Hamna. Babeli unaanguka? Hamna. Babeli umeanguka? Hamna. Maana kuna kitu tumekosea. Bado hata sasa Babeli itazidi kufa. Ipo tu. Nasema jamani, sadelo. Wapi? Mambo yako vile vile. Maana wana wa Israeli hawajafuata mpangilio wa vita. Hatufuati maelekezo ya 777 hapa. Hatuzingatii Mungu ametuelekeza nini kwenye roho ya unabii. Kisha anasema ya kwamba, je, Mungu alikuwa ametoa tarumbeta 7. Okay, how many message trumpets we have been given to finish Babylon, Jericho of the last days? Je, tumepewa jumbe ngapi ili kuiangusha Babeli? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Tumepewa tarumbeta ngapi ili kuiangusha Babeli? Babeli utaanguka kwa agizo la Bwana. Sasa tumepewa tarumbeta ngapi? Okay, tumepewa ngapi? Haya. 7 trumpets. 7 trumpets. Trumpeta 7 kwa ajili ya nini? Ya Babeli. Babylon. Hapa kuna kitu hatujui. Hata mimi nilikuwa sijui. Sasa sikia hiki kitu leo ukielewe, na ukielewe kabisa, usikisahau. Babeli tumeambiwa tufanye nini? Tuhubiri ujumbe wa malaika ngapi? First angel's message. Ujumbe wa malaika wa kwanza, na wa pili second angel's message, na wa tatu the third angel's message, alafu na wa 4 Ufunuo 18. Hii inaitwa nini? Hii ndo inaitwa fourth angel's message. Malaika yule wa 4 ambaye anakuja kupiga sauti kuu ya huyu wa 3. Hii inaitwa loud cry. Loud cry. Hii loud cry, hawa nao walipewa tarumbeta ngapi? 7. Si ndio? Hii ni Babeli. Okay, tufanye hii ni Babeli. Alafu huku ni Yeriko. Sawa? Huku ni Yeriko. Tufanye hivi. Sawa, hawa wamepewa ngapi? Hapa 7. 1, 2, 3, 4, 5. Hizi 5, 6, 7. Si ndio? Walipewa jumbe 7. Sisi tumepewa 3. Je, tumepewa 4 hapa. Je, huenda atusomi vizuri? Hebu tusome kama ziko 4 tu au ziko 7 kama vile kule. Maana hii 7 ndio ukamilifu wa kuangusha nini? Yeriko, na wa kuangusha Babeli. Amen. Okay, tuende kazi. Hapa tunaambiwa ya kwamba kama tukihubiri sasa hizi jumbe mbili, Babeli itaanguka? No. Je, tukihubiri hii tu alafu hii sauti kuu tusipige, itakuwa ni sawa na hao wana wa Israeli walivyoambiwa kwamba siku za zile 6 hamna kupiga kelele, siku ya 7 mzunguke mara 7. Ile raundi ya 7 waliambiwa wapige nini? Great shout. Hii waliambiwa wafanye nini? Great shout. Shangwe kubwa. Great shout. Hii great shout inafanana na loud cry. Sauti kubwa. Loud cry. Kwa hiyo sisi pia hii inaweza ikaitwa ni kama wao walivyopiga shauti kubwa, shangwe kubwa, great shout. Walipopigwa kelele, piga kelele kubwa, waliposikia ile tarumbeta ya mwisho. Hawa walipiga great shout, loud cry. Hawa nao walipiga great shout ambayo ni loud cry, wapendwa. Amen. Umeelewa hiyo? Imeingia kichwani. Ndivyo ndivyo. Hawa waliambiwa na sisi tumeambiwa ujumbe ule wa 4 utakuwa ni sauti kuu. Maana Babeli umeisha. Na hao walipiga kelele wakasema kuisha. Imekuisha. Mambo yakaisha. Wasingefanya hivyo, Babeli ingeanguka. Yeriko ingeanguka? Hapana. Tusipohubiri sauti kuu, hatutashinda. Hata huku hizi tusipozifanyia kazi kwenye maisha haraka, basi hatutaiangusha Babeli. Babeli itabaki, itaanguka kwa watu wengine, kwa moyo wako na akili zako itabaki Babeli.
Yaani kuna kuanguka kitu kwenye maisha. Wengine wanashinda dhambi, wewe unabaki na dhambi. Wengine wanapiga hatua kiroho, wewe unabaki pale pale. Why? Hujafanya hizi vizuri. Zielewe leo. Anamaanisha nini? Mungu anataka complete obedience. Mungu anataka utii kamili. Mungu hataki utii nusu kwamba tulikubali tulitii sauti yako tukahubiri ujumbe wa malaika wa kwanza. Kuna mwingine tuliwacha. Maana wachungaji walisema hata mkihubiri huyu mtapigwa mapanga. Mtapigwa mapanga chache. Yaani wale wakuja rafiki yangu. Wakasema haya mengine mtapigwa mapanga. Sasa Mungu atiiwe yeye au tutii au wengine? Sikia. Katika kitabu kinachoitwa Upward Look. Upward Look ukurasa wa Upward Look ukurasa wa 35 aya ya 3. Hili ni kesha la asubuhi, inaitwa tazama juu. Upward Look inasema men act as though they had been given special liberty to cancel the decision of God. Watu huwa wanafanya kana kwamba wamepewa uhuru wa kukanseli maagizo ya Mungu au decision. Mungu ameamuru hivi. Kuna watu wao wanaishi kana kwamba wamepewa ridhaa ya kukanseli decisions, maamuzi ya Mungu. Mungu aliamua hiki, wao wana cancel. Wanasema no, hii itafanyika hivi. Unajitafutia shida. Anasema the higher critics of themselves put themselves in the place of God. Ukosoaji ambao wameuweka wenyewe katika badala wa Mungu, katika nafasi ya Mungu. Anasema and review the word of God, na wakilitazama neno la Mungu, revising, wakilibadilisha, endorsing it, wakilibatilisha. In this way, kwa njia hii, all nations are induced to drink the wine of fornication of Babylon. Kwa njia hii mataifa yote yamenyweshwa mvinyo wa Babeli, wa Washerati, wa Babeli, wa Katoliki, wamenywesha. These higher critics have fixed things to suit the popular heresies of the last days. Hawa watu wanasema msihubiri dhidi ya kanisa Katoliki kwa sababu wanataka wafanyeje? Wana kanseli ya Mungu, wanainua Babeli. Sisi tunataka tumuinue Yesu, tuna kanseli Babeli. Cancel Babylon, my friend. Yaani lazima tuikanseli nini? Babeli mpendwa, kuanzia kwenye maisha yako na maisha ya wengine. Tuna kanseli Babeli, tuna kanseli Babeli. Tuna kanseli Yeriko, tuna kanseli Yeriko kwenye maisha yetu. Amen. Umeelewa? Iko vizuri? Amen. Sasa anasema ole kwa wale wapigao tarumbeta. Ole kwa wale wapigao nini? Tarumbeta. Sasa hapa sikia, hii inakusomea, inatoka Early Writings. Hii sijui nisisome kwanza. Ngoja kwanza. Hapa tuna jumbe ngapi? Hapa tuna jumbe 4. Hapa wao walipewa tarumbeta ngapi? 7, zikimaanisha baragumu 7. Yaani jumbe 7. Sasa hapa itakuwaje sasa? Huko ziko 4. Ni kweli ziko 4 au kwenye 4 ndio ziko 7? Kwa mfano, sikia. Katika kitabu cha maandiko ya awali sura ya ukurasa wa 60 cha Kiswahili, cha Kiingereza kasome sura ya 13 chapter 13 EW. Early Writings EW. Angalia hapo kwa screen. Hii chapter ni 13. Chapter ya 13. Inasema hivi, nguzo 7 za imani. Nguzo 7 za imani yetu ni ngapi? Ziko 7. Ambazo zinatajwa kwenye kitabu cha Last Days Event, LDE ukurasa wa 44 aya 4. Hapa zinatajwa nini? Haya. Nguzo 7 zinazotajwa, ngoja tuziandike hapa kwa Yeriko. Kwanza nguzo 7 tunatajiwa. Nguzo 7 za imani yetu ni nini? Kwenye matukio ya siku za mwisho anasema amri za Mungu. Amri ngapi? 10 za Mungu. Ni nguzo ya kwanza, tarumbeta ya kwanza, 1 pillar, 7 pillar. Ya pili anasema ni patakatifu, the sanctuary. Sanctuary ambayo ni nini? Patakatifu. Patakatifu mpendwa. Patakatifu ni ya pili. Alafu anasema
kuna ujumbe wa malaika wa kwanza. Unapozungumzia patakatifu, unazungumzia kwa tukio lililofanyika 1844 la hukumu ya upelelezi. Huu ujumbe inatakiwa uhubiriwe kikamilifu. Watu waelewe tuko kwenye hukumu ya upelelezi, si mchezo. Tusifikiri mambo yapo tu. Amri za Mungu zihubiriwe ipasavyo, zikiwa 10 na maelekezo yake. Halafu akasema kuna nguzo nyingine, ni ujumbe wa malaika wa kwanza, first angel's message. Halafu wa pili, second angel's message. Okay? Watatu hivyo na hivyo na hivyo. Sikia. Umo ndani ya hivi vitu, ndani ya hizi jumbe, kuna mambo yafuatayo ya msingi, yako 7. Namba 1, amri 10 za Mungu. Nguzo ya kwanza, amri 10 za Mungu. Ya pili, patakatifu. Ya tatu ni nini? Victory over sin. Ushindi wa dhambi. Victory over sin. Ushindi juu ya dhambi, ushindi mkamilifu au perfectness. Halafu kingine kinaitwa ni nini? Ni hali ya wafu. Utambuzi wa kwamba wafu wanakufa. Hali ya wafu, state of the dead. Hali ya wafu. Hata kuna kitabu mnasambaza kinaitwa wafu wako wapi. Utambuzi wa kwamba wafu wakifa hawajui neno lolote. Inatuepusha na umizimu. Hii ni nguzo ya 4 ya imani yetu ambayo inatusimika kwenye nanga, mwamba wa Yesu Kristo. Tusitikiswe na umizimu wa Babeli. Mara babu amefufuka, mara nini amefanya nini. Hii inakulinda na imani yako. Utambuzi wa hali ya wafu, kwamba wafu wakifa hawajui neno lolote. Sio nani kafuka. Alafu nyingine inaitwa nini? Roho ya unabii. Roho ya unabii, spirit of prophecy. Roho ya unabii. Hii ni nguzo, inaitwa roho ya unabii. Ya 6 inaitwa health reform. Health reformation. Matengenezo ya afya. Matengenezo ni nguzo ya ngapi? Ya 6. Alafu nyingine inaitwa imani ya Yesu. Imani ya Yesu ambayo ni nini? Haki kwa imani. Haki kwa imani. Hii ni nguzo ya 7. Hii ndio wale wameuliza somo la vishungi 7 vya nywele za Samson. Zilikuwa 7. Namba ya ukamilifu zilikuwa 7. Ya kwanza, amri za Mungu. Ya pili, patakatifu. Ya tatu, ushindi wa dhambi. Ushindi wa dhambi, victory over sin. Ushindi wa dhambi. Halafu ya 4, hali ya wafu. Ya 5, roho ya unabii, spirit of prophecy, ambayo roho ya unabii inaitwa nini? Ushuhuda wa Yesu. Amen. Lazima uwe na ushuhuda wa nini? Wa Yesu. Halafu ya 6, matengenezo ya afya. Ya 7, haki kwa imani. Kwa tarumbeta zile walikuwa wakipiga wakipiga wanakumbuka amri za Mungu, sanduku lile wamelibeba. Wakipiga tena wanajua hema ile ya upatanisho, walikuwa narudi hemani kufanya upatanisho. Hii ilikuwa inavunja ngome za nini? Za Yeriko, za umizimu wa shetani. Unapigwa kiroho. Kwa vita ya ulimwengu wa roho ilikuwa inamalizwa. Halafu wakipiga ushindi wa dhambi, dhambi zimeshindwa. Wakipiga tarumbeta, hali ya wafu, sisi hatuamini kwa wafu wanaongea, maana Yeriko walikuwa na ibada za wafu. Halafu wakipiga roho ya unabii, wanasema sisi tunatabiri, sisi tunajua kesho, maana Mungu wetu anaujua mwisho tangu mwanzo. Haya, wakipiga tarumbeta, wanasema afya zetu lazima nini? Tuache kula nyama, tunakula mana tu. Hata tumefundishwa wapi? Nyikani. Wakipiga tarumbeta, wanaambiwa haki kwa imani. Yes, wokovu wetu unategemea kondoo tu. Kondoo Yesu tu. Ilikuwa kila tarumbeta kipigwa ina maana yake. Na vishungi vya Samsoni vilikuwa kila kimoja kina maana yake. Sasa kwenye kitabu cha matukio siku za mwisho, ukurasa 44, ambayo sijui kwa Kiswahili itakuwa ni ukurasa wangapi, lakini nasema ni mafundisho yetu ya imani. Kipengele kinaitwa mafundisho yetu ya imani, ambayo inapatikana kwenye sura inayoitwa kanisa la Mungu la siku za mwisho. Mafundisho yao ya imani, kasome pale. Inasema je? Inasema kwamba nguzo za tulizonazo 7 inataja zifuatazo. Inataja 1 ni patakatifu.
Patakatifu inataja. Okay? Hapa tumeandika 1, 2, 3, 4, okay 5. Inataja patakatifu. Patakatifu, patakatifu sanctuary inataja na kile kilichotokea mwaka 1844. Lakini pia imetaja righteousness by faith, imani ya Yesu. Imetajwa imani ya Yesu. Kwenye hii imetajwa imani ya nini? Imani ya Yesu. Imani ya Yesu ambayo ni haki kwa imani. Haki kwa nini? Kwa imani. Kwa imani. Sasa baadaye akasema nini? Akasema na amri za Mungu. Amri za Mungu 1, 2, 3, 4. Hii hapa kuiandika. Alichokisema kwenye namba 4 amesema amri za Mungu. Amri za Mungu. Sawa? Amri za Mungu. Bwana asifiwe. Hii namba 4. Hii yeye akuitaja Ellen G. White hapo. Sasa tunataka tuangalie hizi ujumbe wa malaika wa kwanza umebeba nini? Maana nguzo ziko 7. Kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza unapatikana kwenye Ufunuo 14 kuanzia fungu la 6 na la 7. Inazungumzia nini? Inasema mcheni Mungu na kumtukuza. Haya, tujiulize. Tunamtukuzaje Mungu? Mungu anatukuzwa kwa lipi? Haya, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari. Sasa how can we glorify God? Tunamtukuzaje Mungu? Tunamtukuza Mungu pale ambapo tabia yake imekuwa manifested kwenye maisha yetu. Ni pale ambapo kitabia tutafika utukufu hata utukufu. Utukufu hata utukufu kitabia. Utukufu hata utukufu kitabia, ambayo inaitwa ni ushindi wa dhambi, victory over sin. Hii ndio ujumbe wa malaika wa kwanza. Kumtukuza Mungu katika maisha ni ngumu sana kama bado tunatenda dhambi. Ina maana tunamtukuza Mungu nusu nusu. Lakini tutakapofikia utukufu hata utukufu, tutakuwa tumemtukuza Mungu. Fungu gani sasa katika Biblia? Ni Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 3:18. Wakorintho wa pili 3:18 mpendwa. Hapa tutakuwa tumemtukuza Mungu kikamilifu. Haya, ujumbe wa malaika wa pili umebeba nini? Umebeba nguzo ya ngapi? Ujumbe wa malaika wa kwanza umebeba hii ya 3. Victory over sin ndio inaleta glory, glorification. Kumtukuza Bwana katika kumcha Mungu na kumtukuza ni kwa kumcha Mungu na kumtukuza kikamilifu kabisa. Yaani kwa kamilifu bila dhambi. Je, ujumbe wa malaika wa pili unasema kwamba Babeli umeanguka Babeli, mji ule mkuu, maana umeonyeshwa mataifa yote, umewanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Mvinyo ulioonyesha watu, umewalewesha watu duniani. Wa Babeli ni mafundisho mangapi tu? Mawili. Ya kwanza, roho haifi. Roho haifi. Umizimu, roho haifi. Na nini? Na ibada ya Jumapili, Sunday sacredness. Mambo mawili tu ndio yako kwenye ujumbe wa malaika wa pili. Yaani habari ya hali ya wafu ni mvinyo ambao sisi kwetu ni nguzo. Tunaposema wafu hawajui lolote, hiyo ni nguzo, inatulinda kutuepusha nini? Kwa hiyo hapa na sisi kwenye ujumbe wa malaika wa pili tuna hii nguzo inaitwa hali ya wafu. Imefichwa humo kwenye ujumbe wa malaika wa pili. Pamoja na hii swala ya Jumapili liko humo. Hali ya wafu na umizimu, yani umizimu na ibada ya jua vinashikamana. Okay, ujumbe wa malaika wa 3 umebeba nini? Unasema ujumbe wa malaika wa 3 unasema nini? Unasema ole wake mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake. Ujumbe wa malaika wa 3 umebeba mambo matatu: kumsujudu mnyama na kuwa na sanamu yake, image ya mnyama, kuwa na tabia ya mnyama, kuwa na tabia ya nini? Ya kirumi. Hata siku ile tulijifunza somo linaitwa nini? Artificial intelligence na original intelligence. Yaani akili bandia na akili asilia.
ile ambayo ina tabia ya Kristo. Inatakiwa tutolewe, turudishwe kwenye tabia ya Kristo. Ila wengine wataenda kwenye tabia ya mnyama, ya Urumi. Tukasema kwamba watu wakienda hivi, wakienda kwenye image of the beast, basi watapokea nini? Chapa yake. Sasa ujumbe malaika huu una nguzo ipi? Haya, kuna nguzo ipi ya? Tabia ya Yesu inapatikanaje? Tabia ya mnyama inapatikanaje? Tabia ya Yesu inapatikana kwa matengenezo ya afya. Maana Eva akili yake ilipotea ikawa ya kisasa baada ya kula tunda. Kwa hiyo nini? Ujumbe wa malaika watatu umebeba health information. Umebeba matengenezo ya afya, reformation, health information, matengenezo ya afya. Na huu ujumbe wa malaika watatu, huu ndio umebeba nguzo ya nini? Ya matengenezo ya afya hii hapa. Halafu huu ujumbe umebeba kitu kinaitwa haki kwa imani. Haki kwa imani. Haki kwa imani. Imani ya Yesu mpendwa. Nguzo ziko 7 zile. Na ule wa 4, ujumbe ule wa mwisho kabisa, sauti kuu. Unaamua, wanasema kwamba malaika mwingine akaja mwenye sauti kuu akaangaza dunia yote. Kwa nini? Kwa utukufu mkuu. Wahubiri wa kipindi hicho ni watu ambao wameshakamilishwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wanafuru, wana taa zao zimejaa mafuta mpendwa. Hata wewe siku hiyo itajaa. Kuwa na imani. Kuwa na imani. Kuwa na imani. Imani za mashaka haziangushi Yeriko. Believe I will be there. Believe even now. Lazima uamini tangu sasa ya kwamba utakuwa pale na mimi nitakuwa pale. Amen. I will be there by the grace of God. Kwa neema ya Mungu nami nitakamilika pale. Haki kwa imani na matengenezo ya afya ni ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Maana sanamu ya mnyama, tabia ya mnyama inapatikana kwa kuharibu afya, na tabia ya Kristo inapatikana kwa nini? Kwa kutengeneza afya. Chakula, mienendo ya kiafya. Usafi, ukiambiwa acha nyama, acha maziwa, acha nini. Sasa wale ambao wanatumia nukuu za Ellen G. White kipindi hajajua, wanasema kwamba alisema tule mayai. Haya, nitakula mayai. Wakati huyo nabii amesema sasa siku za mwisho watu wa Mungu wataachana nini? Na nyama. Ndio maana hawa watu tunahangaika bado. Nasema miaka 6 nabii amesema ile. Haya, msipange muda amesema ile. Wanasema ya usipange muda ni sawa. Ila huyo nabii ambaye alisema miaka 6 ai hapana. Basi waendelee kula nyama, maana nabii huyo pia alisema mule nyama. Mule mayai. We have to balance. Lazima balance mambo. Kwa hiyo kumbe hii tumepewa message, tumepewa jumbe 3 na ya 4. Lakini kumbe ni zile tarumbeta 7 zilizoangusha Yeriko. Maana kwenye jumbe hizi 3 za malaika watatu zimebeba haya mambo 7 yaliyowasaidia kule wakauangusha Yeriko. Na mimi nilikuwa sijui, nimejua leo mpendwa, ninamtukuza Bwana kwa kujua. Sasa Bwana nisaidie kuyashika na kuyaishi, maana muda ukaribu. Je, itakuwaje sasa? Kwa wale wenzangu na mimi wanasema tushike baadhi, zingine hapana. Hao taarifa yao imeandikwa kwenye Ufunuo 22 mwishoni mwa Biblia. Taarifa yao wale ambao wanasema hiki sawa, hiki hapana, hiki sawa, hiki hapana. Mene tekeli na peresi inawahusu. Mene tekeli na peresi inawahusu wapendwa. Sikia nini maana yake? Hao watu hatima yao inasema hivi. Ufunuo 22 fungu la 18 inasema, na mshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, yakiwemo haya. Na mshuhudia, yani shahidi ni Yesu mwenyewe. Mtu yeyote akiaongeza ziwe 8. Tarumbeta ziko ngapi? 7. Ukiziongeza ziwe 8. Ukaziongeza nguzo ziko ngapi? 7. Ukaziongeza ziwe 8. Mtu awaye yote atakayeyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, akipunguza ziwe 6 kwenye maisha yake na kanisani, na akawafundisha watu hivyo, akapunguza hizi jumbe, fundisheni hizi acha,
huyo mtu atafanyaje? Atapunguzwa, ataondolewa sehemu yake katika ule mtu wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Yeye mwenye kuyashuhudia haya yote asema, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Amen. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Na kisha anasema fungu lile la 14, mimi ni Alfa na Omega. Fungu la 13, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na nini na mwisho, wa kwanza na nini, wa mwisho. Kama kale kajamaa kalijenga upya Yeriko, ilibidi kalipomwacha Yesu kakajenga, kamekiuka agizo la Yesu aliye command Yeriko usijengwe tena, Babeli usijengwe tena. Ikabidi kajengeje? Kakazika mtoto wake wa kwanza, kakamalizia geti na mtoto wake wa mwisho. Sasa Yesu anasema acha kukiuka. Anasema yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti uzima na kuingia mjini kwa malango yake. Huko nje wako mbwa, hawa ambao walipunguza mbwa na nini, na wachawi na wazinzi, wauaji, waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Hawa watu ambao hawakukubali kubadilika. Mungu anajua wote tumetenda dhambi, na kupungukiwa na utukufu, lakini anasema yeye ageukae na kuzibadili njia zake, yeye atamfanya kuwa mweupe na kuwa kama theluji. Danieli 12 anasema kwamba wengi watajitakasa na kujifanya weupe. Kumbe kukosea, wote tumekosea, lakini Mungu anasema tubadilike, turudi kwenye msingi na kusimama imara. Hakika Babeli utaanguka. By obeying 7 times tunaenda kumaliza kazi. Ila tukifanya uzembe, tukasema itakwisha yenyewe, tujiandae sisi kuisha. Hawa watu walifanya, wakazunguka siku ya kwanza, wakafuata masharti. Baada tu ya kumaliza siku hiyo, Yesu Kristo mwenyewe alikuja na malaika zake walikuja. Jeshi la mbingu likatua pale likasema, leo tunakomesha ibada za umizimu. Jeshi la Kristo mwenyewe alikuja. Kristo mwenyewe alikuwepo pale. Japo wakati wengi kwa macho hawakuona. Maana huyo malaika alijidhihirisha kwa nani tu? Kwa Joshua, kwa kiongozi ambaye alikuwa ameteuliwa na Mungu kwa jinsi Mungu alimpenda, si kwa haki yake mwenyewe. Amna cha haki yako hapa, amna cha haki yako hapa, amna cha haki ya maringo hapa. Ni Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, everything Jesus. Mambo ndio yakaisha hivyo, wapendwa. Kwa hiyo kumbe inatakiwa sasa tuenende tukafanye vile Mungu amesema. Kwa nini? Kwa imani. Mambo ya kwamba Pastor Mbaga alisema haya tuyaache, Pastor Ted alisema haya tuyaache, utakwenda motoni na huyo wa kwako. Usileti mambo ya fulani kasema fulani. We want what the Bible says. Mungu alichosema ndipo walifanya na walishinda. Wasingefanya, wangekaa Yeriko, wangesubiri mwaka na mwaka. Kumpendwa, leo ni Sabato. Sasa tafakari maisha yako. Wapi umepungukiwa? Fanya haraka, muda umeisha. Fanya upesi kwa haki yake. Fanya kila kitu, tekeleza kila kitu. Yaani ni masharti madogo, ni kutii vitu vidogo, ni vitu vidogo tu, lakini matokeo utayaona ni makubwa katika maisha yako. Utaona mambo mengi yanaanza kuwa mteremko. Acha kuhangaika na watu ambao wameshiba, wao wakasema haya hatuyataki. Achana nao. Usihangaike na kuumiza akili na mtu. Tumia huo muda kuwekeza nguvu hiyo kwa watu ambao wako tayari kusikia. Usihangaike. Mpendwa, Mungu akubariki. Tunachoenda kuangalia ni cha ajabu, ni kwamba wakati watu wa Mungu wengi walifia Yeriko, kuna kahaba huyu mmoja. Kahaba huyo alikuwa anasikia neno, analishika, lakini ni kahaba. Alizaurika, ni kahaba, lakini ni bora kahaba anayesikia na kushika maneno ya Mungu kuliko Farisayo msabato,
kuliko Farisayo Jumapili. Yani it is better for a dead for a living dog than a dead lion. Ni bora mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Mpendwa, usisubiri. Yesu alisema watu wa Mungu akiwahubiri Wayahudi, akawahubiri hawasikii, akawaambia nyinyi tunapiga kelele kama vile tunapigia watu kama tunapigia mbuzi gitaa, hawachezi. Sasa akasema makahaba na watoza ushuru watawatangulia katika ufalme wa mbinguni, na wao watafungiwa nje. Maana wale ambao mnadharau, nasema hawa wako Babeli, hawa wako Yeriko, hawa nini, waliokuwa Yeriko ndio wakaokolewa. Mpendwa, usicheze nafasi yako ambayo umepewa fursa na Mungu. Usicheze nafasi yako ya kiti kanisani. Fanya mabadiliko kwenye maisha yako. Usipoteze muda. Mambo ya Mungu ni serious. Tusipoteze muda. Leo unaona dunia inavyoenda. Inaenda vibaya. Unafikiri kwamba muda utakuja tutasoma tu. Muda utakuja tutachukua tutarumbeta. Muda utakuja tutapiga tu. Yani kumbe muda umeshaisha. Hao watu waliishiwa hivyo na ikaisha hivyo. Mungu atusaidie. Piga pananda ya makelele, Yesu yu aja tena. Ipaza sauti imba sana, Yesu yu aja tena. Anakuja. Unapoimba piga pananda ya makelele, piga panda ya makelele, piga kabisa tarumbeta. Ukiambia ubiri kabisa mama. Wewe kama ni mwimbaji, imba kabisa. Yani sasa hivi ni imba. Dunia inaisha. Kama wewe umepewa kitendo cha utabibu, tibu kabisa, watu watakasike, miili yao iwe safi, ili wasikie na kuelewa ujumbe. Kama wewe umepewa karama ya uponyaji, ombea sana watu wafunguliwe, maana wakifunguliwa watauamini ujumbe wa malaika watatu. Kama wewe umepewa karama ya kufundisha watu na wakakusikiliza, fundisha sana. Kama wewe umepewa kuna karama zingine za upishi. Kama umepewa karama ya kupikia watu wakawa na afya na wakatibika kwa lishe, wapikie kabisa. Kila mmoja afanye kile Mungu amempa kwa moyo wote. Mungu akubariki sana. Tunaamini ya kwamba Yeriko utaanguka, Babeli utaanguka kwa mambo hayo. 7 rounds, round 7, 7 trumpets, baragumu 7, na nini? 7 days, siku 7. Tutashinda. Mungu atubariki sana. Tupige magoti tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe milele zote. Tunakushukuru kwa mambo haya. Tunaomba sasa kwa uweza wa Roho Mtakatifu utubatize upya. Utupokee na kutushika mkono na kututia mafuta tayari kwa ajili ya kuwa weupe, na wewe ukatukuzwe katika maisha yetu. Sisi tumelia usiku na mchana tukiomba ushindi wa dhambi. Mungu wetu, tunaomba usikawie kujibu, maana kiu yetu inakuwa kubwa na tunazidi kukonda kwa ajili ya mbingu. Tunaomba utubariki, wasaidia kina mama, kina baba majumbani, saidia watoto mashuleni, wengine wako vyuoni, wasaidie Bwana kutii maelekezo, muda umeisha. Tunaomba Mungu uwe nasi, uwe pamoja na wajumbe wako, wale ambao utapanga timu yako ya mwisho, maana wewe ni mwenye akili zenye akili. Katupatie nasi akili leo, tuondolee ujinga na upumbavu, na ukawasamehe wachungaji kwa kukosa kwao, wasamehe wainjilisti na washiriki kwa kukosa kwao, kwa matamko yao yasije laana ikawarudia na kuwapiga. Tunaomba Bwana kwa damu ya Kristo Yesu, umesema utatusamehe 7 mara 70 ndio ukamilifu. Na sisi tunawasamehe waliotukosea. Tunawasamehe, wape amani popote walipo. Ni katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Jeshi la Bwana njoni na tusimame sote, tutazame mbinguni.
ndiko wokovu wetu wapatikana. Msiyumbishwe na majaribu yoyote, aliyeshinda katutangulia mbele. Jeshi la Bwana, na tusimame sote, tutazame mbinguni, ndiko wokovu wetu wapatikana. Msiyumbishwe na majaribu yoyote, aliyeshinda katutangulia mbele. Dumu kupigana, ndugu, usivunjike moyo. Bado kitambo kidogo, tufike tulikoandaliwa. Ukiwa na Yesu asoshindwa, tembea kama mshindi.